السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد. Watukufu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana wetu kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa katika kuzungumzia masuala ambayo tulianza ya maqasid shahr Ramadhan, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema katika Qur'an kwamba huu mwezi mtukufu wa Ramadhan ni ayaman ma'dudat, ikiwa hivi tumefika au tuko siku ya 6 ya mwezi huu, na kuna mengi ya kujifunza katika ile misingi ambayo tumeizungumzia ya kwamba shahru Ramadhan, mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ni mwezi ambao unzila fihi alquran, Qurani iliteremshwa katika mwezi huu. Na as-salafu salih, watu wema waliopita, mwezi huu ulikuwa ni mukhassasa katika tilawati alquran wa tadabburi, katika kusoma Qurani na kuizingatia. Na mara nyingi tunasema ya kwamba al-ibra bilfahm wal amal, mazingatio ni katika kuifahamu hii Qurani na kuitendea kazi, na hakuna istithna, hakuna exceptional kwamba kuna watu wao ni watu wa Qurani, kwa sababu manhaj ya Qurani na mifumo ni ya kila Muislamu. Haimfikii Muislamu akasema mimi ni graduate wa university, ama niko na masters degree, ama niko na PhD, haya mambo haya hayanifai, au akute hakuna umuhimu. Wewe kama Muislamu utafanyaje uweze kusoma mpaka kiwango cha juu, kiwango cha uzamili au uzamilifu? Sababu uzamili ni mtu ana masters, ama uzamilifu ni ambaye amefanya PhD. Kwa hivyo haimkiniki Muislamu afike lengo hilo la kiwango hicho, na ikiwa Qur'ani haijui, huo ni mtihani mkubwa sana. Kwa hivyo ni muhimu Muislamu ajue ya kuyafanya hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ikiwemo katika yale malengo makubwa ni taqwiyatul irada wa dhabti ash-shahawat, kama tulivyozungumzia. Na taqwiyatul irada ni Muislamu huwa na nia ambayo nia ile kuimarisha ile nia, na wadhabti shahawat, na kuzidhibiti shahwa, matamanio. Kuzungumza matamanio, wakati mwingine Waislamu wakuta matamanio ni ya kimwili. La, una matamanio ya kichakula, matamanio ya kifikra, na vile vile kuna shubha vile vile za kifikra. Kwa hivyo al-imtina' anil mubahat, mtu kujizuia na mambo ambayo yanafaa au ya halali, ka ta'am wa sharab, kwa sababu mambo haya yu'inu ala tarki almuharramat, yanamsaidia Muislamu kuacha vitu ambavyo ni vya haramu, wa yuqawi iradati almu'min, na inatilia nguvu yale mambo ambayo ya nia ile
ya mu'min na kuimarisha. Jambo la 6 ambalo tulizungumzia leo ni tahqiq wahdati al-umma. Tahqiq, kuhakikisha na kumakinisha umoja wa Waislamu. Hili ni jambo muhimu sana katika maqasid shahr Ramadhan. Kwa nini? Leo hii vita vingi ambavyo vyafanyika ni vita, wakati mwingine watu wapigana kwa mambo ya sunna, sababu katika sheria kuna furudh, yani kuna faraidh, vitu ambavyo ni fardh aini wa wajib kwa kila muslim, na kuna vitu vingine ni vya sunna, na muislam yatakikana awe na fikra ya aulawiyya. Aulawiyya ni priorities. Kuna jambo gani na hili lipi bora? Kitu muhimu sana, na ni mambo mengi yani waislamu wakosea kwa sababu hawana hii mfumo wa fiqh al-aulawiyya, na huko katika fiqh, vitabu vya fiqh na wanazuoni wameelezea sana, na utapata ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipewa vitu viwili, mara nyingi akichagua aisaruhuma, kitu ambacho ni chepesi. Kwa hivyo katika mambo ya fiqh al-aulawiyya ama jurisprudence of priorities, very important, kwa sababu inamfanya muislamu kuwa na tamyiz na kufanya kitu ambacho ni bora zaidi. Mfano, natoa mfano, watu kushindana katika uswali tarawih, huyu asema rakaa 8, huyu rakaa 12, huyu rakaa 20. Swala hili ni swala ambalo nizaa yake hahitaji watu hata wazungumze, wewe utakazotaka kuswali, kwa sababu ni sunna. Kukosana ni kitu ambacho ni haram. Vipi watu wapigana katika sunna? Mambo ya misikiti, kuna watu ukimtolea salamu haitikii, tunao na wapishana naye assalamu alaykum kile. Sasa huyu yotoa salamu kukupa amani, lakini unyamaza kimya. Kwa sababu gani? Ikhtilafu al-ara, kutofautiana katika rai. Yule ana misingi fulani sikubaliana naye. Lau mambo haya yangetokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi nafikiri masahaba wote wangemkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika tarehe na katika sira hatujasikia sahaba aliyepigwa vita, isipokuwa aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema alladhina khulifu wa ala thalathati alladhina khulifu, wale waliofanya mukhalafa masahaba watatu, ikaja amri kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo hii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan unaweza ukamtolea mtu salamu akakuangalia kisha huyo akaenda zake. Sasa hivi ni vitu vya maajabu sana, kwa sababu watu wamekosa fiqh al-awwalin fiqh yani fiqh ambayo ni ya kupendekeza. Sasa fiqh kama hii ni muhimu waislamu waijue, ili wajue kitu hichi ni aula kuliko kitu hichi. Kwa hiyo ndo katika suala kama hili, jambo la umma ni jambo zito sana. Na wahdatul umma yapatikana vipi? Kwa sababu yajtamiu almuslimun ala siyami shahrin wahid, waislamu wote wakutana wakijumuika katika kufunga mwezi mmoja. Watu wote, ikhtilaf zinaweza kutokea katika matala na katika ara, wengine wakachukua rai ya kufunga, na watu wa mji wengine wakachukua rai za kufunga kufuatana na dola za nje. Hizo ni ara, lakini hiyo haisababishi watu kuteta, kutoleana maneno na kutusiana na kufanya vita. Kwa hivyo watu yafturun wa yusalluna tarawih, watu wafuturu pamoja
na mashallah ikifika wakati wa kufuturu unakuta kuna yale mahaba, watu wakikaa pamoja, hapa huyu ampa hichi. Lakini mwezi mtukufu wa Ramadhan ukimalizika, kila mmoja maasalam, inakuwa kitu kizito. Leo hii zile da'wa ziliopo za taam mpaka washangaa, na hakuna, huwezi ukifika pale pia washindwa na kula. Wakati mwingine kuletwa vyakula sampuli 10, washindwa mpaka wasema hii siwezi hata kugusa kitu kimoja. Kwa hivyo muhimu, yote hii ni kitu ambacho inajengwa na wahda, wasalluna tarawih jamaatan, kwa pamoja, wa yudhihiru maana al-ukhuwa wal-ijtima'. Hapo inadhihiri maana ya udugu na vile vile watu kujumuika. Kwa hivyo hilo ni swala muhimu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati wetu malizika, lakini tutaendelea insha Allah. Mambo haya ni mambo muhimu ambayo yatuzundua sisi na yatufanya turudi nyuma, kwa sababu ya hii madrasa ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ambayo ina mafunzo mengi. Lau tutachukulia kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalie ni wenye kusikiza mema na kuyafuata. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.